Hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa tete kufuatia mapigano mapya kati ya wanajeshi wa serikali na makundi ya waasi, huku matukio ya uhalifu na taharuki pia yakiongezeka katika baadhi ya maeneo ya nchi. Mapigano makali ndani ya hifadhi ya Virunga. Mapigano makali yameripotiwa tangu Jumamosi tarehe 7 Machi mwaka 2026 ndani ya Virunga National Park kati ya waasi wa muungano wa Alliance Fleuve Congo dhidi ya wapiganaji wa Wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na vya usalama, mapigano hayo yalianza katika maeneo la Rugari, hasa upande wa Kanombe ndani ya wilaya ya Ruchuru, kabla ya kuenea kuelekea Mutaho katika wilaya ya Nyiragongo. Tangu asubuhi ya Jumapili tarehe 8 Machi, milio ya silaha nzito na nyepesi imekuwa ikisikika katika maeneo hayo yaliyo karibu na Goma. Wakazi wa sehemu za kaskazini mwa mji huo wamesema wanasikia mlipuko na risasi kutoka eneo la mapigano, hali inayozua hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Vyanzo vya usalama vinaendeleza kuwa mapigano hayo yanahusishwa na harakati za kuwasili kwa vikosi vya waasi wa AFC M23 kutoka wilaya ya Ruchuru. Inadaiwa kuwa wapiganaji hao walikuwa wakielekea wilaya Masisi, lakini walinaswa katika mtego uliowekwa na wapiganaji wa Wazalendo ndani ya hifadhi ya Virunga. Makamu waziri mkuu na waziri wa mambo ya ndani wa DRC Jacquemain Shabani amesema kuwa juhudi za kile alichokiita muungano wa uvamizi unaoungwa mkono na Rwanda kushambulia maeneo ya jeshi la serikali zimekwama kutokana na upinzani mkali wa jeshi la taifa. Kwa mujibu wa Shabani, muungano huo wa waasi ulikuwa una malengo kadhaa, ikiwemo kushambulia na kuteka nafasi za kijeshi za serikali, kudhibiti maeneo yenye rasilimali madini, pamoja na kuimarisha uwepo wa kijeshi kupitia vikosi vinavyodaiwa kuwa vya Rwanda. Hata hivyo, alisisitiza kuwa jeshi la serikali, Forces Armées de la République démocratique du Congo, linaendelea kupambana kulinda maeneo ya mashariki mwa nchi. Kati mapigano yakiendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wakimbizi wengi wa Kongo waliokimbilia Burundi wanaendelea kukabiliwa na hali ngumu katika kambi mbalimbali, wakisubiri mpango wa kurejeshwa nyumbani kwa hiari. Akizungumza na DAS TV, mmoja wa kazi wa Mboko aliyefanya ziara katika kambi ya Busuma iliyopo mkoani Rwigi sema kuwa wakimbizi wengi wanakabiliwa na changamoto za chakula, huduma za afya na makazi, huku wakisubiri suluhisho la kudumu kuhusu hatima yao. Kule wakimbizi wana maisha magumu kwa sababu hawajawa na fomu, yani hawapokei bali wanapewa tu misaada. Sasa maisha ni magumu sana. Kwanza ukiangalia mazingira kwenye watu wanakaa, vitu wanalala, yani ni shida tu vraiment. Kulikuwa na uvumi aseme kwamba kuna hivi ya nani maison prefabrique ambazo walipewa wanaishi vizuri na nyumba ziko, kuna nyumba nzuri kabisa za plastiki zenye wakimbizi baadhi. Unajua kambi ya Busuma ina watu wengi kupita wenye wako Mboko. Yaani waangalie watu wako Mboko kwa sasa, wenye wako ile kambi wanashinda. Ni wengi sana. Ukifika mwa Avenue du Marché yao ni hatari, ni vingine vitu. Yaani unapishana mtu kumtu, hakuna tafasha kutema mate. Mna watu wengi sana. Alafu kalite zote za watu, Wazalendo wako kule, polisi wako kule. Sijui make bana, kila kalite ya watu wako. Maisha yao ulikadiria inaelekeana aje na maisha yetu ya kawaida ya Mboko na sehemu zingine za kawaida? Kwa sisi huku, sisi kuna wazungu. Sisi ndio sauza yao. Yaani tuko vizuri sana. Unajua kule hakuna kazi hata moja ambayo mtu anafanya. Seulement wale ni mitaji yao, washakuwa na madepo ya wanauzisha vitu. Nilikumbana na watu wengi hapa Mboko, kama vile huyu Ngetefari kuna depo ya unga mle na maharagi. Unajua chakula kikubwa kule ni hayo maharagi na huyo unga na mchele, ndio watu wanabomoa kule. Mwenyana tajiri anakula nyama, na nyama wafuleru wako wengi sana kule, wanachinja mangombe kila siku. Alafu tena mweshere wanyama 10,000 francs na 10,000 unakula na familia. Na itaoza maka hata ngombe ile siku 3 itakuwa kwa vile tujua baridi. Yani hakuna cha mchana, hakuna cha usiku, ni baridi kwenda mbele. Wewe kunguku ziko na teremka mwingine. Ni kambi iko kumlima.
Sasa hakuna watu wanatamani kurudi japo kwa hiari. Wakurudia sasa kila mwenyewe nilikumbana nayo hapa Mbogo. Ndio niliona thankful wakurudi. Sasa wale watu wa maplay next kule kuko paka watu wa Ubware wako eko. Unaona wakule Makazimia wako Mkambi. Wa Uvira wako eko, wa maplay de Ruzizi wote wako kule. Unasema unatamani kurudi lakini hakuna ruhusa, hakuna gisa kupenyeza. Wewe ulifika kwa namna gani? Ulifika iko hai sasa. Yaani ulitumia mbinu gani kufika iko? Mimi niliamua tu nikasema nende nikaangalie sikia unajua kama kwa watoto wangu wawili. Ndio nikaenda niangalie familia kule. Nikatoka hapa mpaka Bujumbura. Nikaamka asubuhi mapema nikapanda Gitega Muvile yavo ile kapitali yavo. Katoka Gitega nikaenda Ruigi ndio nikaenda kule Biginga Busumba. Kote ni barabara nzuri sana gari zinakimbia kutoka Bujumbura na Gitega ni kilomita 136. Tulipatembea masaa mawili tu. Kutoka hapo Gitega nako kufika Ruigi ni kilomita 58. Saa moja gari nafika. Cha kutoka hapo sasa Ruigi ufike kule Biginga huko kwenye kambi iko Busumba. Juu mji unaitwa Biginga. Jina la kambi ndio inaitwa Busumba. Sasa kufika hapo ni kilomita 38. Ni moto zaidi ndio zinaenda hapo. Unalipa 30,000 francs Marundi wanakudemesa hapo. Antuka barabara nzuri sana. Katika tukio jingine vijana wa wazalendo walifanya doria usiku wa kuamkia Jumapili tarehe 8 Machi mwaka 2026 katika mji wa Shabunda na kufanikiwa kuwakamata watu 17 wanaoshukiwa kuhusika katika matukio ya wizi uliokuwa ukisababisha hofu miongoni mwa wakazi. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mali kadhaa zilizokuwa zimeibiwa zimepatikana na zinatarajiwa kurejeshwa kwa wamiliki wake. Watuhumiwa hao waliwasilishwa kwa msimamizi wa muda wa wilaya hiyo Rafael Konga ambaye alisema kuwa wahusika wote watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria za nchi. Baada ya mahojiano ya awali, mtuhumiwa mmoja aliachiliwa huku 16 waliobaki wakizuiliwa na kutarajiwa kupelekwa katika mji wa Beni kwa ajili ya kufikishwa mahakamani. Wakati huo mvutano mkubwa unaendelea katika manispaa ya Fungurume mkoani Lualaba province kufuatia tuhuma zinazosambaa miongoni mwa wananchi kuhusu kile kinachoitwa wizi wa uume. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani ya kipindi cha wiki mbili takriban watu 6 wameuawa na wengine 2 kujeruhiwa katika tukio ya wananchi kujichukulia sheria miongoni baada ya kuwashtumu baadhi ya watu kuhusika na vitendo hivyo vinavyodaiwa. Akizungumzia hali hiyo, Gathier Kavwamba, mratibu wa jukwaa la mashauriano la asisi za kiraia katika eneo hilo, amesema mara nyingi tuhuma hizo kutokana na uvumi au mashaka yasiyothibitishwa, hali inayosababisha vurugu dhidi ya watu wanaoshukiwa. Amesisitiza kuwa umuhimu wa wananchi kuepuka kujichukulia sheria mikononi, ni badala yake kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama ili uchunguzi wa kisheria ufanyike. Kwa ujumla, matukio hayo yanaonyesha changamoto kubwa za kiusalama zinazoendelea kuikabili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika maeneo mashariki ambako mapigano, uhalifu na migogoro wa kijamii vinaendelea kuathiri maisha ya wananchi.